Wadau, najua sometimes kuna stories zingine tunaangalia, zingine tunanyamazia, zingine we have to talk about them. Today nataka tuongee tu about a story ambayo it is a heartbreaking story sometimes. Nataka tuongelea hao watu wa mat. Watu wa matatu tu, either you are a matatu owner, you are a matatu driver, a matatu conductor, or you are doing anything with matatu. Sana sana madrivers na owners tuwaweke kando, au story yao ni siku ingine. Today nataka tuongelele specifically about the matatu conductors, more especially the Nairobi matatu conductors. Not all of them, but this behavior that we are going to address today, if you are among them, go change this behavior. Like another day nimeingia mat, I was coming from town, nilikuwa naenda Githunguri. Like you are entering a matatu knowing that the fare remains standard, kwa sababu most of those buses zenye zinatoka hapo archives kuenda Githunguri, their fare zinakuanga fixed. Umeingia kwa basi, hawajasema they are going through the expressway. Umeingia wewe ukijua mnapita tu normal kwa Kajamka Mombasa Road, mpige hapo, mpige raunda, mwingie Utawala, mwende Githunguri. And then all of a sudden matatu ina decide, kwa sababu wanataka kuhepa jam na wanataka watoke trip ingine tena warudi, they decide to go through the expressway na you are uninformed. Umejishikia ile 100 yako moja, unataka uingie mtaani utulie. All of a sudden some mnaambiwa mlipe fare, you are told to pay extra. Unaambiwa sijui muongeze like 50 bob sijui ya kulipa expressway, knowing very well wewe uliingia kwa mat ukijua you are going with the usual route ya 100 bob, na labda hiyo 100 bob tu ndio ulikuwa nayo. Sasa makanga ameongeza fare midway and they are telling you to pay. Just tell me, how brutal is that? Mtu ulikuwa umejipanga na 100 yako, na ndio labda ulikuwa nayo after umepiga shughuli town, umefanya shughuli zako, umenunua tu vitu, and then all of a sudden fare may increase. And then unamwambia bro, kwa sababu sasa sikuwa aware that we are going to do the expressway, tufanya aje? Sikuwa na hiyo 140 ama 150, nilikuwa tunaiso, situfanya aje? Tuende, nikimake call midway, I will find that money and then nikutop up before nifike destination. Anaanza kujama, anaanza. By the way, this thing happened to me sometimes back, I think it ulikuwa last year. Like ataki kukusikiza, si eti umekataa na hii pesa, hujamwambia umpei. Sasa anaanza commotion hapo, sijui kama ulijua una pesa ya kutosha usingepanda gari, sijui ufanye nini. Na bro, sijasema sikupei do. Sasa umeanza umemake everybody kwa hii gari aone ni kama sitaki kukupea do yako. It is not good. Na kama you are one of them, there are good ways you can communicate without causing chaos. Ndio nasikia some cases hapa, sijui mtu amerushwa kutoka kwa gari kwa sababu amekosa fare. Sometimes mtu anaweza ingia kwa gari akijua ako na fare na angushe pesa yake hapo chini bila kujua, so akiingia kwa mfuko apate hana pesa. There are ways you can negotiate and talk. Maybe sometimes huyu mtu hata akili yake haiko sawa, amejipata tu kwa hiyo gari, wewe ukaona gari imejaa mkatoka stage. You should give a person a chance ajieleze. Juu mtu hawezi ingia kwa gari kama hana reason ya kuingia kwa gari. Maybe this person has got an emergency. Sisemi mtu anafaa atumie emergency kama excuse ya kuingia kwa gari na asilipe, but you don't know. Mtu labda amepigiwa simu ameambiwa
a close relative amepata maybe accident somewhere, ama something has happened and he is in a hurry na amesahau maybe wallet home, and he or she needs to rush there. Makanga, tunawapenda. You are doing a good job. You are actually doing a commendable job. But there are few of you ambao wana make your job ionekane mbaya. Because this case si mara ya kwanza kusikia mtu ametupwa kutoka kwa gari kwa sababu amekataa kulipa fare, na sometimes hata si fare ina make sense. As little as 30 bob, you are destroying someone's life. Umemnyang'anya uhai just for 30 bob. Pesa munge negotiate, apige hata simu 2-3 ionekane. And then the 30 bob yenye alikataa kulipa ina kucost your life, kukua wewe umeenda jela. Is it good? It is not a must. We don't have to be inhumane. Let's learn to understand one another. That is venye tunaweza enda mbele. Actually, nimeona hiyo story ya mtu kutupwa kutoka kwa gari just because of 30 bob. It is so heartbreaking. Number one, hujajaribia maisha yako we mwenyewe. Kampuni imenyang'anywa licenses. Unajua ni watu wangapi umevuta kutoka kwa kazi? So many people are going home because of the 30 bob and the reckless mistake that you have made. Okay, if you don't want to carry this passenger, ambia driver simamisha gari, tushukishe huyu mtu. Mbona umrushe? You don't have to. No need. Hawa watu umetuma nyumbani kwa sababu ya kampuni kufungwa ama serikali kunyang'anya kampuni license. They have families who depends on them on daily basis. They need to eat. Even if they don't have family, they pay rent. They have their own needs. Umewatuma nyumbani kwa sababu ya ujinga wako, ungeepukika. Sometimes let's learn to be humane. And by the way, if you know you are this kind of person, itisha tu fare kabla gari itoke. Ndio ukipata huyo mtu mwenye ana hiyo fare, mshukishe before safari ianze. Hii tabia ya kutoa mtu town unakuja kumtupa Thika Road kwa flyover, it is not making any sense and it is not taking you anywhere than to jail. Taozea committee. No need. Learn to listen to the passengers na learn ku negotiate na passengers, because not everyone mwenye anabodi hiyo gari yako anafikiria hapo. Some people are going through a lot. If you think that you are going through a lot than them, people travel for various reasons and you can't understand those reasons unless you are in their shoes. Sometimes it is not that they have that money and they don't want to pay, but it is because of the circumstances in which they have found themselves in. Anyway, kuna mtu hapo anajaribu kukubali hiyo story. Tuendelee. So, let's learn to listen to one another. That is how sometimes the troubles that we cause ourselves that can be solved hapa tunaziishe, tunaanza kulaumu external parties. Makanga ndiye amefanya makosa, tunaanza kulaumu kampuni. Yet in this company tuko na good people of good will ambao ni understanding and reasonable. Lakini juu ya ujinga ya mtu mmoja, kampuni mzima inapigwa fine.
So ni hayo, na tafadhali kama unajua you are among these people with this behavior, let's change. It costs nothing to change. Tukue tu watu wazuri, to learn kusikiza wenzetu, kwa sababu shida haipati mtu mmoja, na ujui yako itakupata wapi na lini na itakuwa vipi. Let's change. Let's be good people. Let's learn to listen to one another. Kwa sababu right now I may be speaking it like a joke, but one day you might remember. Otherwise, imekuwa successful sana. Ilikuwa hivyo short for today. To meet in the next episode. Na kama tafadhali hujanisubscribia, nipe tu hiyo subscription, haita kucost anything. Ukiendelea kuwatch video alafu hapo chini ni red, finye tu hapo ka red ikuwe grey, bas, alafu finye bell notification, bas, you'll be notified when I post another video. Tuendelee kusukumana, tusonge mbele, tupeleke taifa mbele, kwa sababu hii Kenya ni yetu. Tunaihitaji leo, kesho kutwa, mtondogo na hadi Yesu arudi. Kwa sababu wakati tutatoka duniani, generation nyingine inakuja. So let's learn to be responsible Kenyans.